na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu aliye hai. Rafiki yangu na mpendwa, ni kukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu, na ujumbe wetu unasema mapito yako yasikuzuie kuongezeka. Kitabu cha Kutoka mlango wa 1 mstari wa 12. Lakini kwa kadri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu, mapito yako ulionayo, mambo mazito na magumu unayoyapitia, isiwe sababu ya wewe kushindwa kuendelea na kile ambacho ulikuwa unaendelea nacho. Majaribu unayokutana nayo ya kila namna isiwe sababu ya wewe kukata tamaa na kukaa chini na kushindwa kuendelea na maono yako. Maandiko yanasema kwa kadri walivyowatesa wana wa Israeli kwa kuwabebesha mizigo na hata kuwanyima wakati mwingine maji ya kufetulia yale matofali, lakini kadri walivyokuwa wanapita na neema ya Mungu ya kuwaongeza ilikuwa juu yao. Hivyo asubuhi ya leo ningetamani Roho Mtakatifu akusaidie. Wakati wa mapito si wakati wa wewe kukata tamaa. Wakati wa mapito si wakati wa wewe kulaumu ama kulaani. Si wakati wa majuto. Ni wakati wa kuinua macho na kumwambia Mungu, katikati ya mapito haya ninaomba uniongoze. Katikati ya mapito haya ninaomba uonekane. Ni wakati wa kumwambia Mungu, katikati ya mapito haya naomba ujulikane ya kwamba wewe ni Mungu. Maana maandiko yanasema kadri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Hivyo ningetamani kusema asubuhi ya leo, mapito unayoyapitia isiwe sababu ya wewe kushindwa kuongezeka, lakini neema ya Mungu ikusaidie katikati ya kila pito, katikati ya kila jaribu. Ndani ya majaribu ulionayo ukaione neema ya Mungu izidio, inayeweza kumsaidia mtu kuvuka. Ile neema ambaye ilimsaidia Paulo katikati ya pito lake, anasema nalimsihi Mungu mara 3 ili jambo lile au pito lile ambalo alikuwa anapitia, mwiba aliyekuwa nao umeondoke. Lakini maandiko yanasema Bwana akamwambia, neema yangu ya kutosha, kwa sababu mimi katika udhaifu wako nitajifunua. Asubuhi ya leo mpendwa, nikwambie, pamoja na udhaifu ulio nayo, pamoja na hali ulio nayo, lakini iko neema ya Mungu itakayetosheleza juu ya maisha yako, na hiyo neema ya Mungu ndio itakayekusaidia wewe ukavuke katika yale unayapitia. Nisikilize mpendwa, asubuhi ya leo usitazame pito lako, lakini mtazame Mungu awezaye kukuondoa katikati ya pito hilo. Ndio sababu anasema kwenye Wakorintho, pito limewapata, jaribu limetokea, lakini yeye atafanya mlango wa kutokea. Taka niseme asubuhi ya leo, hata hilo unalopitia, Mungu ndiye mwenye mlango wa wewe kutokea, wa wewe kushinda. Hakuna mwanadamu mwenye jawabu la jaribu lako, lakini mtazame Mungu aliye hai. Yeye ana njia ya wewe kutokea. Maandiko yanasema wakati walipomfukuza Isaka, walijua kabisa Isaka hatainuka tena.
lakini katikati ya mapito yale Mungu alimuinua Isaka, aliongezeka. Nami asubuhi ya leo natamani ya kwamba katika majaribu ulio nayo usinyong'onyee, lakini neema ya Mungu ikusaidie uongezeke, ili wale waliosema hutawahi kuinuka, ili wale waliosema hutawahi kuwa chochote, wakaone umekuwa kitu, wakaone umekuwa mtu katikati ya watu ambao walikuwa hesabiki ni watu, lakini Mungu akuinue katikati ya mapito yako ukapate kuongezeka. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 1 mstari wa 20, maandiko yanasema, basi Mungu akawatendea mema wale wazalishaji, na hao watu wakaongezeka sana. Mungu aachilie maongezeko kwenye maisha yako katikati ya pito. Hawa wazalishaji walikuwa kwenye hatari kubwa sana, walikuwa wanatafutwa kuuawa kwa sababu walihifadhi uhai wa Musa, walihifadhi uhai wa Musa, yule aliyeamuru kwamba watoto wote wa kiume wauawe. Na walipogundua ya kwamba hawa wazalishaji walihifadhi uhai, wakawa na watafuta. Lakini katikati ya pito hilo, wazalishaji waliendelea kumtazama Mungu, na Mungu akawaongeza wale watu, akawaongeza wale watu. Mungu akuongeze unapokuwa kwenye mapito. Mungu akuinue unapokuwa kwenye mapito. Katika Zaburi mlango wa 46 mstari wa 1, maandiko yanasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, na msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Yaani kama kuna wakati Mungu ataonekana mpendwa, ni wakati wa mateso yako. Mungu lazima aonekane. Wewe kinachopaswa ufanye, mtumaini Mungu hata kama pito limekuwa kubwa kiasi gani. Usifike mahali pa kuona hapo ndio mwisho wako. Ni kwa sababu bado Mungu anatumaini kwa sababu ya maisha yako. Anasema yeye kwetu ni nguvu na msaada uonekanao tele. Yaani katikati ya mateso Mungu anakuwa msaada kwetu. Katikati ya mapito tunayopitia, yeye anakuwa kimbilio. Wacha Mungu awe kimbilio lako asubuhi ya leo. Wacha Mungu awe nguvu yako asubuhi ya leo. Wacha Mungu awe msaada wako asubuhi ya leo. Ayamkini umekosa msaada kwa wanadamu, ayamkini umezunguka kila mahali lakini huoni msaada, lakini asubuhi ya leo wacha Mungu awe msaada katikati ya mapito ulionayo, na Mungu akakuonekanie. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya mtoto wako asubuhi ya leo. Natamka neema ya Mungu katikati ya mapito yake impe kuongezeka. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Kwa wale ambao wanahitaji ushauri na maombezi zaidi, namba yangu ya maombezi ni 0766921170. Ubarikiwe.